Sawa sawa. Haina shida. Yaani tumieni utu uzima wenu amani tawala. Hapa sisi hatujafika sehemu ya kuanza kumkuu. Sawa sawa. Yaani sisi ni amani. Naomba amani fanyeni. Hata ukisema kwamba tuongee tumekaa mzee. Fahamisha wanachama wa chama cha wananchi CUF. Naitwa Yasini Joseph Mrotwa. Ni mjumbe wa baraza kuu kutoka kanda ya Nyanda za Juu Kusini kutoka Mbeya. Ndio katika wajumbe 7 ambao tulirejeshwa na msajili baada ya mheshimiwa mwenyekiti wa chama hichi kukiuka utaratibu wa kufukuza watu. Kwa hivyo nazungumza haya kwa ufupi sana kwamba mpaka dakika hii ninapozungumza hatuna naibu katibu mkuu katika chama hichi. Hatuna mwenyekiti, hatuna makamu mwenyekiti kwa mujibu wa katiba na utaratibu huu. Na hii nataka niwakumbushe sana hao wenzetu ambao watakuleta kidogo kuleta fulani. Msajili wa vyama vya siasa ni mlezi wa chama wa vyama vya siasa vyote. Na utaratibu huu tumekuwa nao, tunafahamu kwamba msajili wa vyama vya siasa ni mlezi wa vyama vyote. Kwa hiyo kimsingi kuto kuheshimu maamuzi ya msajili ni kuvunja sheria. Hilo la kwanza. Lakini la pili lazima tukumbuke Profesa Ibrahim Lipumba wakati kuna mvutano na Maalim Seif, maamuzi ya msajili ndio aliyotumika kumrejesha Profesa Ibrahim Lipumba hapa ofisini. Kwa hivyo kimsingi watapokuwa wao wanajaribu kufanya dharau ya kudharau maamuzi ya msajili, hilo ni kosa kisheria. Kwa hiyo kimsingi naombeni waeleze kwa muda huu tunasubiri baraza kuu lifike. Ofisi itakuwa chini ya walinzi wa chama. Hakutakuwa na mtu yoyote anaweza kutoa maamuzi yoyote humu ndani na maagizo yoyote. Mpaka baraza kuu lifike siku ya Ijumaa, tutafanya baraza kuu kwa pamoja na kutoa maamuzi na msimamo mzima wa chama. Kwa hivyo kimsingi na waombeni muelewe, hakuna plesi, hakuna chochote kitakachoendelea humu ndani zaidi ya walinzi kusimamia chama chetu, na kwa mujibu wa katiba yetu walinzi ndio walinzi wa mali ya chama na ndio walinzi wa mambo yote yanayohusu chama. Na uamuzi huu mmeupokeaje kama wanachama? Uamuzi uliotolewa na msajili mmeupokea? Tumeupokea kwa shangwe kwa sababu haki haikuwepo. Huwezi kushinda uchaguzi na 36%. Watanzania wanaamini na Watanzania wengi wanajua kwamba uchaguzi huu haukuwa halali kwa sababu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ambaye alipitisha na yeye mwenyewe mheshimiwa aliyeshinda alikuwa ameamua kuikanyaga katiba. Ndio aliyetufikisha hapa tulipofika leo. Huwezi kumpa ushindi mtu na 36%. Haiwezekani. Na wajumbe 7 wamendufukuza. Tumefukuzwa kikao tarehe 6, tarehe 7 asubuhi tunafukuzwa. Hatujahojiwa, hatujajieleza, hatujafanya chochote. Yaani mmefanya ubabe juu ya ubabe wenyewe. Kwa hivyo kimsingi naombeni waandishi wa habari, tunawashukuru sana kwa haya yote mliosikiliza. Tunashukuru sana kwa kutusikiliza. Asante sana. Na taasisi huwa haifanyi kazi kwa mambo ya mitandaoni. Kinafanya kazi kwa kutumia taratibu rasmi. Tuna vikao vyetu, tuna vikao kwa mfano mkutano mkuu wa taifa, lakini tuna baraza kuu la uongozi la taifa na vikao vingine hapo chini. Tunachojua tu ni kwamba kwa mujibu wa maamuzi ya msajili yaliyotolewa Februari 13 mwaka huu, ni kwamba chombo kinachotambulika kikiwa hai katika ofisi ya msajili ni baraza kuu la uongozi la taifa. Kwa hiyo tunachoamini ni kwamba baraza kuu la uongozi la taifa litakaa kikao chake kitakachoitishwa na chama cha wananchi CUF na sio chombo kingine, kwa sababu hakuna chombo kinachotuitishia vikao. Na tukiwa tunaongelea Dar es Salaam, nadhani mimi nina sauti zaidi ya kuitisha kikao hiki, kwa sababu kwanza mimi ni mjumbe wa baraza kuu kanda ya Pwani nikitokea Dar es Salaam. Kwa hiyo ndio mwenyeji wa wajumbe wa baraza kuu wanapokuja katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tutaitisha kikao chetu kitapokea maamuzi kutoka katika ofisi ya msajili, kitayajadili. Kitakapoyajadili, katiba ya chama cha wananchi CUF inaeleza namna gani panapotokea nafasi yoyote ikawa wazi ya uchaguzi iweze kuzibwa, ikiwa pamoja na kuitisha mkutano mkuu. Lakini katiba ya chama cha wananchi CUF kinaeleza pia kwamba kuna muda wa siku zisizozidi 180 hapa ndipo unaweza ukaitisha mkutano mkuu wa dharura kwa ajili ya kuziba nafasi. Na mikutano mikuu hii na baraza kuu hili vinapaswa kuitishwa na chama cha wananchi CUF na sio chombo chochote. Mpaka hapa tulipo, chama cha wananchi CUF wanachama wake pamoja na kwamba wanaweza kuwa wanasigana, hawajafikia hatua ya kushindwa kuitisha vikao vyao wenyewe ili wajadili mambo yao wenyewe, ili wapate ufumbuzi wa matatizo yao, ili kufikia hatua ya kusema vikao vifanyike chini ya ofisi ya msajili. Kwa naam,
Je, barua za usajili tumeshazipata? Barua tumezipokea na ndio maana nikasema kwamba tutakuwa na vikao vya kikatiba. Kuna kikao cha Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Pakitokea mkutano mkuu, bila shaka mkutano mkuu utakuwa umeandaliwa na Baraza Kuu la Uongozi la Taifa na sio chombo chochote na si tajiri yoyote. Jina langu Daud Hassan Kasigwa. Na zile barua zote ambazo zinasomwa zinatajwa na msajili zimekuwa zikitumia jina langu mimi pamoja na wenzangu. Kwani miongoni mwa watu ambao tulifukuzwa kwenye chama tofauti na utaratibu ulikuwa ukiukwaji wa katiba ya chama na kanuni za chama, lakini na kanuni za uongozi za uendeshaji wa vikao za chama. Kwa hiyo tunamshukuru msajili kwa kuheshimu demokrasia, lakini pia kuzingatia katiba na sheria za nchi yetu. Ni haki ameitenda na ametuonesha kwamba huyu ni mlezi mzuri, kwa sababu demokrasia ameisimamia na haki ameitenda. Lakini lingine ambalo tunaweza tukasema mbele yenu kama wenzangu walivyotangulia, maana yake barua zote zimeonyeshwa na zote barua ziko kwenye mitandao, lakini nyinyi waandishi wa habari mmeziona. Hili halipingiki wala hakuna mtu ambaye amekuja kufanya zogo. Ni maelekezo ambayo yametolewa ndani ya chama na yatakiwa yasikilizwe, na msajili siku zote lazima asikilizwe kwa sababu ndio anasimamia sheria na asimamia vyama vya siasa. Kwa hiyo kama mtu yote akitokea kama hawezi kuheshimu matakwa na maelekezo ya msajili wa siasa, atakuwa na jambo lake lingine. Na kama angelikuwa na jambo basi alitakiwa kwenda kwake ili apate ufafanuzi. Kwa hiyo tunachokishauri, tunawaomba wanachama watulie, lakini pia wanachama wapokee kuwepo kwetu sisi, lakini pia wakubali maamuzi ya kisheria ya utenguzi wa viongozi wakuu, mwenyekiti na makamu mwenyekiti, kwa sababu msajili wa vyama vya siasa amezingatia kanuni ya chama, amezingatia katiba ya chama na kanuni za uongozi wa chama, lakini pia amepima uzito kulingana na mashahidi aliyowahitaji. Hawa wenzetu wengine upande mwingine wanasahau, lakini miongoni mwa watu waliolalamika ni makamu mwenyekiti wa chama ambaye alikuwa ni miongoni mwa walioshindana, lakini mwingine alilalamika ni katibu mkuu. Kwa hiyo hata kama watasema sababu nyingine na mheshimiwa Rwakatari, kwa kama sababu nyingine, maana yake watakuwa na sababu nyingine ambazo wanataka kukizofisha chama. Sisi kama wajumbe wa baraza tunawaomba wanachama na pia tunawaomba wajumbe wa baraza mara walipo wengine wafike Dar es Salaam ili tuweze kuendesha shughuli hizi kwa pamoja. Asanteni sana. Daud Hassan Kasigwa. Asante. Cheo ni mjumbe wa Baraza Kuu aliyekuwa amezurumika.